Wili. Lageuka shabiki. Ndio ya kama. Uko? Nyama. Kama kaa. Mimi kuangalia bwana. Sawa. Wewe mbona kama unafanana naye? Ndugu wangu. Ndugu wangu. Wacha ndugu wangu kabisa achimwene sana. Kwa nini? Kwa nini? Mbona leo tunashinda mapema? Mimi natakia ushindi. Amina inshallah. Sina za kunini. Mimi sitoka. Yaani Sasa tuangalie. Wafanani sio unajua wewe. Bana. Sio ila kunawezekana. Mambo nzima. Hello guys, mambo vipi? Hope mko poa kabisa na mnaendelea fresh. Mimi naitwa Genevieve na hii ni Wabobezi TV. Karibu niweze kukupa ile story yaliyo trend kunako social media, Facebook, Twitter, X, lakini pia kule Snapchat, lakini pia kule Instagram, kwenye all platform, kwenye all social media, stories zote zilizo trend basi nakupatia hapa ndani ya Wabobezi TV. Na hiyo video hapo leo kuitazama hapo ni Harmonize akiwa pamoja na King Kiba Mfalme. Walikuwa wamekutana kama ambavyo unaona hapo wakiwa wamekutana kwa ajili ya kupiga story 2-3 wakiwa wanaongelea kuhusiana na masuala yao ya mpira. Na kama tunavyofahamu kwamba sasa hizi kuna mashindano ya mpira ambayo yanaendelea, ambayo yameandaliwa na Alikiba, ambayo yanaendelea, ambayo yanafahamika kwa jina la Samia Cup, ambapo kuna timu za wasanii, waigizaji, lakini pia wachekeshaji wamekuwa wakijoin kwa ajili ya kuweza kufanya hayo mashindano ya mpira wa miguu ambayo yanafahamika kwa jina la Samia Cup, ambavyo kama ambavyo nimekuambia. Sasa kama ambavyo unaona hapo, Harmonize pamoja na Alikiba wamekuwa ni watu ambao wakikutana mara kwa mara. Tunakumbuka kwamba the last time wamekutana tulipowaona ilikuwa ni Trace Awards ambazo zilikuwa zinafanyika kwenye tuzo za Trace Awards ambazo zilikuwa zinafanyika kule Zanzibar, na tukaona wakiwa na hangout pamoja, wakiwa wawili, wakiwa wanafurahi na wakiwa wanaongea vizuri kabisa. Lakini tena tumewaona tena kwenye haya mashindano ya Samia Cup ambapo tena wamekuwa wakikutana mara kwa mara, wakiwa wana hang up, wakiwa wanapiga story. Lakini the big issue ni kwamba watu wengi ama mashabiki wengi wamekuwa wakihoji kuhusiana na wao kukutana, lakini hawajawahi kufanya collab ama hawajawahi kufanya hit yoyote ambayo ni kama collaboration between them. Sasa licha ya wao kuweza kukutana muda mrefu, lakini pia licha ya wao kuwa ni wasanii wakubwa, as we know kwamba hawa ni wasanii wakubwa. Kunapomzungumzia Alikiba ni msanii mkubwa ambaye tena amekuwa kwenye game muda mrefu, lakini pia unapomzungumzia Harmonize ni watu ambao ni wasanii wakubwa ambao pia wana lebo zao ambazo wanaendesha na kusimamia wasanii. Sasa kikubwa ambacho kimekuwa watu wengi wamekuwa wakijiuliza na wengine wakitamani haswa ni kolabo yao kati ya watu hawa wawili, kati ya Alikiba pamoja na Harmonize. Watu wengi wamekuwa wakisubiri sana, lakini wao wenyewe bado hawajaweza kufunguka kuhusiana na kolabo hiyo kuweza kutoka. Sasa pengine tuendelee kusubiria kuhusiana na kolabo hiyo, pengine wao wakiwa tayari kuweza kuachia kolabo basi wataachia. Unajua haya mambo pengine huwa yanaenda pia na pengine na sababu za kibiashara. Mtu anaweza akaachia kolabo kama wanaona kabisa kwenye momenti hii hatuwezi kuwa, soko letu haliruhusu sisi kuweza kuachia collab, lakini mashabiki wengi wamekuwa wakitamani sana. So tuendelee kusubiri, huenda one day wataweza kukutana na kuweza kufanya collaboration na kuweza kuachia nyimbo, ama pengine huku kutana sana kunaweza pia kuwashawishi wao kuweza kuwaburudisha mashabiki zao, pengine wakuweza kuachia hit ya pamoja, ama pengine wanaweza kaachia pia hata album ya pamoja. Chochote kile kinawezekana, kwa sababu hakuna kinachoshindikana hapa kwenye hii dunia. Ni swala la muda tu na watu wenyewe kuweza kukaa na kuweza kuseto kuhusiana na issue hizo ambazo imekuwa ni matamanio ya watu wengi sana kwa collab ya Alikiba pamoja na Harmonize. Unaweza pia ukadondosha comment yako kuweza kutuambia, je, na yeye ni miongoni mwa watu ambao mmekuwa mkisubiri hiyo collab kwa muda mrefu?